haya mauzi ya vifo na kuumwa sana yamepungua sana na data zipo. Mheshimiwa Rais, naomba pia niseme kwamba tumeshuhudia mataifa makubwa yaliyochanja kwa kiwango kikubwa kama yale ya Ulaya na Marekani. Ukienda pale utaona data yamefanikiwa zaidi na maisha yakirejea kama nilivyosema, na kama itakumbukwa vifo vilikuwa vinafika 3000 mpaka 4000 kwa siku. Sasa hali ni tofauti kabisa, vimepungua. Elimu hii pia itafuta dhana potofu kuwa eti kuchanja kwenye eneo la mwili ulipochanjwa sijui sumaku inawekwa, inaganda na shilingi. Tutachanja hapa leo tutaona. Labda ni shilingi za nchi gani hizo? Jamani wa Tanzania, muogope Mungu. Tuna kazi kubwa ya kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tuna kazi kubwa ya kuendeleza taifa hili. Tunatakiwa tumpe Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu utulivu ili tuweze kusonga mbele na yale yanayotuhusu. Sio kupakua habari ambazo hazieleweki na kuzipeleka, tunapoteza taifa. Na wewe unayelipoteza ukizeeka utahitaji huduma ambazo haziko, kwa sababu katika ujana wako ulitumia nguvu zako kupoteza watu wasilijenge hili taifa. Naomba turudi kundini. Lakini pia hii habari ya eti chanjo inavuruga utu wa mtu ni uongo, ni uzushi. Tutalieleza. Wataalamu wako pale wamejipanga, kila siku watakuwa wanakaa. Mambo jamani, ni mambo ya kisayansi, ni mambo ya molecular biology, ni mambo ni mambo fulani hivi. Hapa lazima namba, PCB, CBG ziwe kwa zinakubali kwanza, alafu ndio usimame uweze kuongea vitu hivi kwenye ulimwengu wa kimataifa na dunia ikusikie. Wataalamu tunao, maabara tunazo, kila kitu tunacho. Watanzania watoe hofu, sisi ni watoto wao. Lakini elimu itasaidia watu wasiwe na hofu ya madhara madogo madogo. Kila dawa ina madhara. Ukienda leo waliochoma quinini Tanzania nzima, madhara ya quinini ukiyasoma unaweza usitamani quinini, lakini quinini inatumika. Ukisoma madhara ya digoxin, dawa ya kwenye watu wale ambao moyo umefeli, heart failure, tunaita CCF, yani ina madhara ambayo hutatamani uandikiwe. Lakini ukienda sijui wapi, vitu vyote hakuna kisicho na madhara, lakini ina outweigh faida versus madhara. Ndio dawa zote ndugu zangu ziko hivyo, na ndio maana ndani kuna kikaratasi kidogo huwa kinaandika hivi vitu na jinsi ya kumanage na jinsi ya daktari kukuona kwamba wewe nisikupe hii, nikupe alternative. Na ndio maana chanjo zitakuja aina sio moja, ni 5. Kutakuwa na Moderna inakuja, kutakuwa na Pfizer tumeipendekeza, kutakuwa na hii Johnson inakuja, kutakuwa na hii Sinopharm na Sinovac na zingine zote ambazo tutakuwa tunazikubali polepole kupitia kamati yetu, zitakuwa zinaingia ili wananchi waweza kuwa na informed decision, wazisome, tuone huyu anafiti hapa, huyu anafiti pale. Johnson iko vizuri, ni rafiki, maudhi yake ni madogo, hata na maudhi hayo mengine ni madogo ambayo unaweza ukayasema kichefu labda hivi, kichefu, kichwa kuuma kidogo. Sasa ukinywa quinini mbona kichwa kinakuuma? Mbona ukinywa dawa zingine unasikia kichefu vile vile unasema nibadilishie hii Flagyl, mimi sitaki? Lakini Flagyl ndio malkia wa magonjwa yote ya matumbo ambayo tunawapa watu wote. Tunakutoa kwenye IV au tunakupa alternative drug zote. Ukija kwenye Power Safe, tunazitaga Oframax zamani, zipo zina Ceftriaxone. Sijui ukija kwenye hizi za typhoid, zote hizi zina madhara hayo madogo ambayo ndio yako huku. Kwa hiyo watu wasitishe wengine. Jamani, hii ni analytical chemistry. Watu wana taaluma zao, naomba wapewe nafasi. Lakini pia mambo mengine hapa, kuchoka ni jambo la kawaida. Ukichoma chanjo, kaa chini, pata muda upumue kidogo ili pressure zile zijadjust, ni vitu vya kawaida. Kunywa maji mengi, kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, sitapenda kukuchosha kwa sababu tuna conference zetu za kisayansi kule. Tunataka tu kusema kwamba maswali ya baadhi ya wananchi kwetu sasa imekuwa fursa. Tumegundua kwamba sisi Wizara ya Afya tunatakiwa kufanya kazi kubwa. Sio tumechelewa. Baada ya hii chanjo tuendelee hivyo kuwaelimisha tu wananchi haya mambo wanaelewa. Tuna TV yetu online. Wewe wanaingia hapo wanasoma tu hivi vitu. Kumbe changamoto yetu sisi inayotuchukulia muda, elimu katika masuala ya afya tumeiacha nyuma. Ndio maana inatugharimu mno linapokuja swala jipya. Tulifanya mizo rubela, nilikuwa mganga mkuu wa halmashauri ya Iramba mwaka 2018 hivi. Ilikuwa kazi. Watu hawataki watoto kutolewa, huwa anasema wamedondoka kizunguzungu, sijui jana kalala na weweseka. Lakini mizo rubela ndio hiyo inayotumika miaka yote. Hata tukitangaza leo wataanza hivyo. Yaani wale watu wapo, wana mashindano ya kibiashara.
makampuni yanashindana, wengine wanasema sijui vitu gani, wametokea sayari gani, mimi sielewi, lakini haya mambo tumeyazoea, tutayaelimisha. Wengine ukimwekea damu anasema sitaki, akianza kufa anasema nakufa, ukimwekea damu akipona anasema asante. Sasa mimi ndiyo waziri wa afya, nimeapa nitasimamia kiapo changu katika haki na kweli. Siwezi kumshauri Mheshimiwa Rais vibaya kwa sababu najua nitakuwa nakwenda kinyume na kiapo changu. Chanjo hizi ni salama, maswali tutayajibu na tutaimarisha miundombinu sasa ya afya kupitia lesson learned hapa. Kama tulivyo learn kwenye uviko, tunahitaji kuwa na viwanda vya chanjo mbalimbali hapa, na umelisimamia vizuri Mheshimiwa Rais. Tutasimamia swala la elimu, wananchi wafunguke mapema, itakuwa ndio silaha ya kufanya maamuzi hata katika future kuhusu masuala ya afya na teknolojia mpya. Niwaombe ndugu zangu wa vyombo vya habari mnaonisikiliza hapa na mnaofuatilia huko kupitia hadhira hii, mzingatie maadili yenu ya habari. Kama sisi madaktari na manesi na wanafamasia tunavyozingatia maadili yetu. Maana sasa nyinyi hamzingatii maadili yenu, matokeo yake imezuka tabia ya kukata vipande vidogo vidogo taarifa za viongozi ambazo hazitoshi kupeleka ujumbe uliokusudiwa, bali kutimiza malengo tu ya kupotosha na kuongeza followers kwa maslahi ya wachache. Mungu anawaona, hiyo ni dhambi. Taifa hili ni letu sote, tunaliandaa kwa ajili ya uzee wenu na nyinyi. Tukiondoka sisi, mlikute lina maadili mazuri ambayo watu wake wanasema vitu vizuri. Hata jana mmepotosha. Mmeniambia mimi waziri wa afya, nimeenda kusema eti shauri yenu wananchi, sisi tumeshachanja, mmebaki nyie tu. Uongo. Mimi sikusema hivyo. Nilisema sisi wanasayansi wote tumeshaelewa, hatuna maswali tena, tuna imani na chanjo, na hivyo nasi tutaungana na Mheshimiwa Rais leo kuchanjwa, na tutaendelea kuelimisha wengine ili nao waelewe, wamalize maswali yao katika haki na kweli. Hivyo naomba jamii ipuuze taarifa inayotolewa kwamba Gwajima waziri wa afya amesema kwamba wao walishachanjwa. Sisi hatujachanjwa, tunachanjwa na Mheshimiwa Rais hapa. Tunaongozana, anatuongoza. Ndio siku leo tunazindua habari ya kuchanja katika taifa letu. Mwisho, Mheshimiwa Rais, sio kwa muhimu, nichukue fursa hii kukushukuru sana wewe pamoja na viongozi wote wa dini, siasa na kijamii kwenye nyanja zote kwa ujumla wao, ambao wameendelea kuelimisha umma ipasavyo na kuchukua tahadhari dhidi ya uviko katika maeneo yao. Na wale wanaopotosha, Mungu anawaona, tutawaweka kwenye maombi. Baada ya maneno haya, kwa heshima na taadhima, sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, aweze kusema neno lake siku ya leo, kisha akukaribishe wewe kabla ya kutuongoza kwenda kupata chanjo hii ambayo kwa dhati ya moyo wangu na kuombea Mheshimiwa Rais uwe na afya njema, utuongoze vizuri kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi ili nchi yetu isonge mbele tukiwa na afya tele. Asante sana.